Ndugu Waislamu, fakullu abnaihi sallallahu alaihi wasallam min adh-dhukuri matu fi hayatihi wa hum sigharun, watoto wote wa kiume wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam wote waliondoka duniani kwa uhai wa mtume, na wote walikufa wakiwa katika umri mdogo mno. Wa fi dhalika hikmatun adhima, na kwa jambo hilo la watoto wa kiume wote kuondoka duniani mtume akiwa hai kuna hikma kubwa mno ndani yake. Liya'lama an-nasu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khataman nabiyina, ili watu wajue mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye mwisho wa mitume, kwa sababu watoto wake wa kiume wote waliondoka. Hakuna nabii atakayekuja baada yake. La turathu, hairithiwi tena. Lianna risalata la turathu min ba'dihi, harithiwi jambo la utume mtume sallallahu alaihi wasallam akiondoka duniani. Na ndio maana Mwenyezi Mungu alisema, ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyina, mtume ndiye mwisho wa mitume, mwisho wa mitume, hakuna mtume mwingine. Walidhalika لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى, wakati mtume alipoaga dunia akaelekea mbele za haki, mbele ya Allah, masahaba walikutana kwa ajili ya kuchagua nani atakuwa khalifa. Halikuwa ni jambo la kurithi, utume umemalizika baada ya mtume kufa. Wakakutana katika Saqifa, wote masahaba wa mtume wakachagua ambaye kwamba alikuwa ni mbora wao. Akachaguliwa Abu Bakr Siddiq akawa ni khalifata Rasulillah, akawa yeye ndo khalifa wa kwanza wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, kama tutakavyokuja kuelezea mbele. Ndugu Waislamu, mpeni ruksa tusimamie hapa kwa watoto wa kiume wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Wiki ijayo rozi kiwa hai tutawazungumzia watoto wa kike wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairi almuslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.